Na kusalimu na ukaribisha ndani ya JCTV, chombo chako cha habari cha mtandaoni kutoka mjini Johannesburg nchini Afrika Kusini. Chombo pekee ambacho kinakuletea taarifa sahihi za haraka na zenye uhakika kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na zile ambazo zinamgusa mkongomani aliye nje ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Hapa tunakuletea habari za siasa, uchumi, mazingira, jamii, michezo na kadhalika. Ndani ya taarifa zetu huwa tunakuletea uchambuzi kutoka kwa wachambuzi wetu, lakini pia ripoti mbalimbali kutoka kwa maripota wetu. Leo ni Jumatano Aprili 22, 2026. Tulionayo leo: wageni wanaoishi Afrika Kusini hasa katika mji wa Durban wanakabiliwa na changamoto zinazozidi kuongezeka, huku biashara zao zikilengwa mara kwa mara kuporwa na kulazimisha kufungwa na makundi ya wenyeji. Hali sio nzuri kabisa. Hakuna activity yoyote ile ambayo inafanyika katika jiji la Durban kwa leo. Huyo ni Asokolo Itabelo Ebolunga Boyemo kutoka Durban. Utamsikia kwa ndani zaidi hapo baadaye. Wanajeshi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Uganda waliwaokoa raia wasiopungua 200 katika uvamizi dhidi ya kambi ya wanamgambo wa Kiislamu wa ADF mashariki mwa nchi hiyo wiki iliyopita. Raia hao waliokolewa katika mazingira gani? Operation ambayo iko kati ya jeshi la Kongo na jeshi la Uganda wanaita Operation Suja. Ni operation ambayo imewekwa ili kuwasaka hawa magaidi wa ADF. Hiyo ni sauti ya Isaiah Katasi, mchambuzi wetu. Mengi kutoka kwake ni baadaye. Na machafuko ya kivita yanapelekea watu wengi kuyaacha makazi yao na kutafuta hifadhi katika maeneo salama wilayani Masisi, Kivu Kaskazini. Naitwa Bedi Jean de la Croix, karibu. Na sasa tuangazie kwa kina taarifa zetu. Machafuko ya kivita yanapelekea watu wengi kuyaacha makazi yao na kutafuta hifadhi katika maeneo salama wilayani Masisi katika mkoa wa Kivu Kaskazini. Ramadhani Kahambu na ripoti kamili. Mapigano yanayoendelea kati ya waasi wa AFC M23, wanajeshi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC na wazalendo yanaendelea kusababisha watu wengi kuhama makazi yao katika eneo la Masisi, Kivu Kaskazini. Karibia vijiji 7 raia wameyakimbia makazi yao tangu mwishoni mwa mwezi wa 3, hasa katika kata ya Ufamando ya pili na Nyamaboko ya kwanza. Kwenye vijiji vya Bitoi, Bukumbi, Butindi, Kirambo, Bunyabaiti, Kashindi na Bulanda, watu wote wamekimbia kwenye maeneo hayo. Maelfu ya raia wamepata hifadhi katika eneo la jirani la Walikale kutokana na ghasia hizo, hasa katika maeneo ya Waloa, Uroba na Waloa Luanda, ambako ripoti zimeonyesha kuwa raia wanaishi katika mazingira hatarishi sana. Raia hao waliokimbia makazi yao wanahifadhiwa katika majengo yaliyoboreshwa, ikiwa ni pamoja na shule na makanisa, wakati hali ya maisha yao inaonekana kuwa mbaya. Mashirika ya kiraia yanaripoti ukosefu mkubwa wa chakula, upatikanaji mdogo sana wa huduma za afya na ukosefu wa makazi ya kutosha. Watoto, wanawake, wazee na wagonjwa ni miongoni mwa walio hatarini zaidi. Kutokana na hali hiyo, watendaji wa mashirika ya kiraia wametoa wito kwa mamlaka ya washirika ya kibinadamu kutoa msaada wa haraka kwa watu waliokimbia makazi yao na kuimarisha mifumo ya ulinzi wa kiraia katika eneo hilo lililoathiriwa na migogoro ya mara kwa mara ya vita. Hayo yanajiri wakati waziri wa biashara za nje wa Kongo Julien Paluku Kahongya na mwenzake wa Zambia wa biashara na viwanda Chipoka Mulenga wamekutana Jumatatu hii April 20 mjini Kinshasa. Kiini cha kikao hicho, tathmini ya makubaliano yao ya biashara nchi mbili na utekelezaji wa miradi ya kimkakati na miundombinu kwenye mipaka ya nchi hizo mbili. Mkutano huu wa kimkakati uliwezesha kushughulika ujenzi wa uwekaji wa vituo vya mpakani kwenye kituo kimoja OSBP cha Kasumbalesa, Kipushi, Sakania na Mkambo. Miradi hii ambayo mikataba yake ilitiwa saini hivi majuzi mjini Lusaka inalenga kurahisisha trafiki na kupunguza muda wa kuvuka mpakani kati ya majirani hao wawili. Ili kuhakikisha ufanisi wa hatua hizi, kamati ya pamoja na wataalamu iliundwa rasmi mwishoni mwa mkutano. Dhamira yake kuu ni kuharakisha utekelezaji wa maamuzi yaliyochukuliwa ili kuongezeka kwa biashara, ili kuboresha kiwango cha kiuchumi wa nchi hizo mbili. Moja ya mambo makuu ya ushirikiano huu ni mapambano yaliyoimarishwa dhidi ya utupaji taka. Mbele ya waandishi wa habari, waziri wa Zambia Chipoka Mulenga alikaribisha mabadiliko haya ya kuboresha uchumi, akisisitiza umuhimu wa kuhamasishana kwa ajili ya maendeleo. Kuimarishwa huku kwa ushirikiano wa uchumi na biashara ni muhimu kwa nchi zetu mbili, alisema. Mkutano huo uliwaleta pamoja na wajumbe wa serikali, mabalozi husika pamoja na watu kutoka chuo cha wataalamu
wa ufundi, wakishuhudia umuhimu wa swala hili kwa uhusiano kati ya Kinshasa na Lusaka. Ni ripoti yake Ramazani Kahambwe. Turejee sasa hapa nchini Afrika Kusini. Ni kwamba wageni wanaoishi nchini hapa hasa katika mji wa Durban unaopatikana mashariki mwa nchi wanakabiliwa na changamoto zinazozidi kuongezeka, huku biashara zao zikilengwa mara kwa mara, kuporwa na kulazimishwa kufungwa na makundi ya wenyeji. Awali nilifanya mahojiano na Asokolo Itabelo Ebolonga Bohimo. Yeye ni mkazi wa jiji la Durban. Nilimuuliza kama hali ikoje kiujumla kwa wageni katika jiji la Durban hii leo. Asokolo alianza kwa kufafanua zaidi. Hali sio nzuri kabisa, pamoja na kwamba watu wenyewe aiza mabandia ambao wanakuja kufanya hizo fujo, sura zao zinaonekana, lakini ni kama vile town iko shutdown, kwani shops zote zilizokuwa za wakimbizi zimefungwa na ndizo zilizokuwa nyingi. Kwa hiyo town iko quiet. Hakuna activity yoyote ile ambayo inafanyika katika jiji la Durban kwa leo kabisa. Kila kitu kama vile kimya kabisa, hakuna lolote linalofanyika. Hakuna shughuli zote ambazo zinafanyika. Je, wameahidi tena watakuja leo kuja kufanya maandamano au ni wasiwasi tu? Kwa hakika ni kwamba hizo ahadi zipo, kwa sababu iliyopitika pale jana likokuwa jambo la nzuri kabisa kwa wakimbizi. Bado hatuja kuwa na zingine habari, lakini kuna zile fununu za kusema kwamba wale waliopigana kule kuna maafa tayari, kuna wale ambao wamepoteza maisha. Wanaarifu wanatokea hadhara tu kama vile hivi. Sasa kwa hiyo hali watu wameona kwamba wafunge kwanza kazi zao, waangalie nini kitakachotokea, na pia serikali jana iliingia kati, kwa sababu serikali siku zote hizi wanapokuja na kufanya hizo kazi zao, shughuli zao, ni kwamba serikali hawafanyi lolote. Lakini jana walipokuwa na confrontation, serikali iliingia kati na kujaribu kuanza kuzuia. Sasa kaonekana kwamba hali pale jana haikuwa nzuri kabisa, na hilo limesababisha watu hata pasipokuwa ahadi ya kwamba leo watakuja, watu wameamua kwanza kufunga makazi na kuangalia ni nini kitakachotokea. Hivi kiwasilia kabisa, ni kitu gani ambacho kinaendelea Durban na Sokolo? Ni maandamano baridi, ni watu ambao wana nia mbaya kuja kupora, au ni kitu gani haswa kiujumla? Kwa uhakika ni vigumu kabisa kusema ni nini kinachopitika, nini wanachokitaka, kwa sababu madai ni kwamba wakimbizi waondoke waende kwao. Lakini pia ukiangalia katika hilo swala, watu ambao wanakuja katika njia za wizi, wanakiingia kwenye duka za watu, wanaanza kuchukua vitu na kuanza kutishia watu maisha, kuwapiga, alafu huko wanapora bidhaa ya maduka. Na lingine ni kubwa ni kwamba ni ngumu kulizungumzia, kwa sababu serikali pia aidha tuseme polisi inakuwa pamoja na hao wahalifu. Ni kama vile wezi tu, sio maandamano baridi kama vile maandamano baridi yanavyojulikana, kwa sababu maandamano baridi ni lazima mnaenda kwa sehemu fulani kwa kuonesha dugudugu zenu. Lakini sasa hii ni wizi, ni ubandia tu, kwa sababu wanakuja kama vile watu na kuingia kwenye duka za watu na kuanza kumoa na kuanza kuchukua vitu vya watu. Lakini maandamano baridi ni kwamba kuna amani na usalama. Sasa hivi hakuna amani, ni kama vile ni civil war. Watu wameanza vita vya baridi, vita vya kiraia kama vile wakimbizi na wananchi. Hiyo hali sasa ndio inaonyesha kabisa kumekuwa na utata na tishio. Tunaambiwa kwamba wageni ambao ni wahamiaji walijaribu kupambana nao au ambao wao wanaita ni wezi hiyo jana. Unaweza kuthibitisha taarifa hizo? Kabisa wamejaribu kupambana nao, lakini jambo kubwa sana ni kwa sababu wahamiaji kama vile wakimbizi ni kama vile hawajajikusanya kuwa kundi moja, kuwa na umoja, na maanisha hilo. Kama jana imefikia kwamba waweze kushikana kwenye miili na kupigana, kuna wale watoto wa nchi ambao wanaajiriwa na wakimbizi. Sasa wanapokuja kwenye makazi, wanalipa nauli zao kutoka kwenye vijiji kuja hapa mjini. Wakifika kwenye makazi, wanakuta kwamba kazi zimefungwa kwa sababu ya hizo operation Dudula na match to match na MK, wanarudishwa manyumbani, wanalipa tena nauli. Sasa hilo zoezi linawafanya kwamba kuambiliwa kwamba kwa siku mnazolipa nauli na kuja hapa na mtumiki kitu, hamlipwi, hakuna mshahara wowote. Sasa hao wananchi ambao wanatumikia wakimbizi ndo wameona kwamba hii sasa ni onevu. Itakuwa vigumu kwamba sisi tunalipa nauli tuje tutumike na baadaye tuambiliwa hatutalipwa kwa sababu ya mabandia fulani tu. Hao ndo wameanza
kupambana na ndugu zao. Walipoanza ile mapambano, ndo wakimbizi nao wakaingilia kati kuwasaidia wale wafanyakazi wao. Ikawa kama vile umesema kwamba wakimbizi wameanza kupambana na wananchi, lakini kabisa ndio ni kwamba wameanza wao kwa wao, wale ambao ni wafanyakazi tuweko kwenye duka za wakimbizi kupambana na hao wanaokuja kama vile wezi. Baadaye mabosi zao na watu wengine wakashughulika kwa kujichanga nao na kuanza kupambana na wale maadui. Na umezungumzia swala la polisi. Polisi haifanyi chochote kulinda wakimbizi na mali zao? Kwa siku zote hizo zilizopita huko nyuma, polisi haifanyi lolote. Polisi kabisa ni kama vile wanasindikiza tu. Kama ikiwa ni bahati, polisi inaweza kaambia fungeni duka zenu, fungeni duka zenu. Hapo mmepata hiyo bahati ya kuambiliwa, ni aiza neema, niseme hivyo, neema ya kuambiliwa fungeni duka. Sasa kama mkupata hiyo neema kuambiliwa na polisi hivyo, mbele na macho ya polisi yanaangalia kabisa, wanapora, wanaiba, wanapiga mbele ya macho ya polisi. Sasa jana imeonekana kwamba ni kama vile polisi inawapa ile chance kwa sababu ni wananchi. Walipoanza mapambano ya wananchi kwa wananchi, polisi imeingilia kati na kuanza kutatua na kuanza kuamua watu na kuanza kushika wengine kuwafunga. Lakini kwa siku hizo zilizopita hapo awali, polisi haijafanya lolote kabisa tofauti na jana. Jana wamejitahidi, wamejaribu kutumika kwa sababu hali imekuwa kwamba watu wanauana hapa, wanaumizana. Yule mkubwa wa mechi amepigwa na kuangushwa chini, yule mzungu. Karibia ni bahati tu angekufa yule mama, na sijui kama anaweza akasimama sasa hivi. Sasa hiyo hali inaonekana kwamba ni wananchi kwa wananchi, polisi imeingilia kati, lakini kilikuwa wananchi kwa wakimbizi, polisi kabisa iingilia kati kwa hilo swala. Sasa kwa mantiki hiyo tunaweza tukasema, kwa mantiki hiyo inawezekana kuna msukumo wa kisiasa nyuma ya yale ambayo yanafanyika huko Durban? Sio jambo ya kufichama, hilo ni jambo ambalo liko wazi kabisa. Kuna msukumo wa kisiasa na huo ndio unaofanya kazi sasa hivi. Watu hawana sera ya kuambia watu kwamba wafanya siasa hawana sera ya kuambia kwamba tutawafanyia 1 2 3 kwa yale ambao wanaoyakosa. Sasa inakuwa kuyafichamia huku na kusema kwamba ile ambalo tungelifanya sisi mmechukuliwa na wakimbizi au wakimbizi wahamiaji ndio wanachukua kazi zenu, ndio wanachukua hichi na hiki ambacho ninyi mngekifanya. Sasa hiyo hasira na kusukuma kwa watu na wafanyasiasa wanapotumia hivi ni kutaka kupata kura, lakini kwa uhakika ni kwamba hakuna lolote lile ambalo limechukuliwa. Ni kushindwa kuambia watu kazi tutakayoifanya na hii na waifanye. Kwa sababu sera haipo, ndio wafanyasiasa wanaingilia kwa kudanganya wananchi hivyo, na wananchi kujisikia kwamba labda ni kweli tumechukuliwa mambo yetu na kuanza kuibia. Hilo ni swala la kisiasa 100%, alifichami kabisa. Hata premier asemi lolote, hata rais wa nchi asemi lolote, na wafanyasiasa wengine wote hawasemi lolote kabisa. Wako kimya, ni kama vile wameachilia watu wauawe, ni kawaida wakufa kama watakufa, lakini kama maslahi kwamba wao watapata kila ambacho wanachokitaka, aidha zile kura ambazo wanazozitaka. Kwa sababu swala kama na hizi zinatokea kila wakati, sana sana kama kuna election, hasa election za municipality. Hili swala linatokea la kuwapiga wakimbizi. Tuangalie sasa athari za hayo ambayo yanashuhudiwa huko Durban. Umesema shughuli zote za kiuchumi zimebweteka. Hii ni hatari kiasi gani kwa maisha ya kila siku ya mkimbizi ambaye anategemea sana kutoka nje ili aweze kupata mkate wa kuweka chini ya pua Sokolo? Sio tu kwa mkimbizi, hata kwa wananchi na wao labda watakuwa wameathirika zaidi sana. Hata nifahamike kwamba jiji la Durban sasa hivi duka zilizokuwa nyingi, alama 70 za duka za jiji la Durban ni wakimbizi. Sasa hizo duka zikifunga ni kwamba wananchi wenyewe wanaangamia. Sasa hivi hata taxi hazitembei, kuna taxi ambazo zimefunga hazitembei kwa sababu hakuna ile movement ya watu kuja na kurudia. Hata taxi za hapa mjini ziko quiet, kazi ni kama vile zimesimamishwa. Ina maana hasara sio tu kwa wakimbizi, lakini hata hasara inaweza kuwa kubwa zaidi sana kwa wananchi, kwa sababu ni kama vile economy haitumiki. Uchumi wa jiji la Durban umesimamishwa, hautumiki. Sasa ina hasara kubwa sana kwa wafanyabiashara wote ambao wanafanya kazi zao katika nchi ya Durban, na pia na kwa raia, kwa sababu kama tuende kwenye makazi hatupati lolote. Kwa hiyo hasara ni ngambo zote kabisa. Sio kwa wote tunaumia, wote tunasumbuliwa, wote tunateseka na kuhangaika. Ni jambo la serikali kuingilia kati na kujaribu kulitatua hili jambo. Kama kuna wale ambao hawana madocument, basi serikali shughulike na mtu ambaye hana kitambulisho cha kuishi katika nchi. Ni lazima serikali ndio kufanya kazi hii, na sio mwananchi ambaye hana ufahamu wa vitambulisho. Kwa hiyo wote tunaumia, wote tunateseka,
Hakuna kabisa yule anateseka zaidi na ambaye anakanya kwa usalama kidogo. Hakuna. Sote tunateseka kabisa. Hakuna afadhali kwa ngambo yoyote. Sote tunaumia. Ujumbe wako ni upi kwa jamii ya wakimbizi ambao wanapatikana Afrika Kusini, hususan Durban, lakini pia kwa viongozi wa nchi? Ujumbe kwa wakimbizi aidha wahamiaji katika nchi zingine ni kwamba watu wajikusanyishe pamoja na kujifanya kuwa kama vile kabila moja. Wasahau nimetoka Kongo, Nigeria, Burundi, Rwanda, Kenya, Mozambique, Zimbabwe, ili walisahau wafanye kundi ambalo litaitwa kama hao na wenyewe ni kundi lao. South Africa ni nchi inaishi na politics ya class. Watu wanajiweka kwenye vikundi. Hili ni kundi la watu weusi na wanajifanya wao kama wao. Hili ni kundi la wakaladi, hili ni kundi la wazungu, hili ni kundi la wahindi. Sasa hili kundi lingine ni lazima, hiyo ndio ujumbe mkubwa sana. Ni lazima hili kundi lijikusanyishe kwa pamoja, kwa umoja, lijitengeneze kwa kundi ambalo litasimama na sisi, hao ndio sisi. Watoke katika zile differences zao za kuona huyu ametoka Zimbabwe na huyu ametoka sehemu fulani, wajifanye kwa umoja na kuwa na kiongozi. Aidha viongozi wafanye sacha ambayo itakaoongoza wakimbizi South Africa na sasa hapa Durban. Hiyo sacha hiyo inachukua maamuzi ya kuongoza wakimbizi. Hilo litasaidia kwa kufanya malalamiko, aidha kwa kuomba haki zao. Kama anasema twende kwenye barabara, uongozi unasimamia, jamii twende kwa barabara kama kundi letu sisi. Kama ni kusema kwamba tunafanya malalamiko kwa serikali, jamii tufanye malalamiko kwa serikali. Kama ni kufanya basi tupambane, haya basi tunapambana. Kama ni kusema basi tufanye mambo yetu kama vile hospitali, mall, tujenge masomo yetu sisi wenyewe, na wenyewe wanafanya mambo yao kama vile Wahindi walivyofanya. Wahindi walifanya hivyo, wana mall, wana masomo, walitengwa. Sasa hivi kwa sababu walijitegemea wenyewe, wanakubalika katika jiji na katika mji wa South Africa. Ujumbe kwa serikali ni kusema kwamba serikali ichukue jukumu lake kama vile serikali na kuwalinda raia wote na mali zote. South Africa wanasema kwenye constitution yao kwamba ni nchi ya wote wanaoishi hapa South Africa. Sasa na wakimbizi wanaishi hapa South Africa, ina maana pia ni nchi yao, ni serikali kukamata jukumu na kuheshimu katiba yao, wafanye kazi ya kuwalinda hawa na mali zao. Ni Asokolo Itabelo Bolonga Bohemu huyo ambaye nilifanya naye mahojiano hivi punde. Na wanajeshi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Uganda waliwaokoa raia wasiopungua 200 katika uvamizi dhidi ya kambi ya wanamgambo wa Kiislamu wa ADF mashariki mwa nchi hiyo wiki iliyopita. Awali nilifanya mahojiano na Isaac Katasi. Yeye ni mchambuzi wa masuala ya kisiasa kutoka Beni. Nilimuuliza kama watu hao waliokolewa katika mazingira gani. Isaac Katasi alianza kwa kuelezea. Operation ambayo iko kati ya jeshi la Kongo na jeshi la Uganda wanaita Operation Suja. Ni operation ambayo imewekwa ili kuwasaka hawa magaidi wa ADF na kuweza kuwatokomeza na kuhakikisha kwamba usalama unarudi. Halafu operation ambayo imefanikiwa kutoa population ambayo ilikuwa imetekwa nyara kwa mikono ya hawa wagaidi imefanyika katika teritoria ya Mombasa, ni mkoani Ituri, ambapo jeshi la Kongo na jeshi la Uganda UPDF wameunga nguvu yao pamoja na kuweza kupambana na hawa magaidi na kuweza kuondoa mikononi mwao watu kabisa kadhaa ambao wameponea maisha, kwani tunajua kwamba hawa magaidi ambapo wanafika ndani ya mji ama kijiji wakiwateka watu nyara, sana sana hawa watu wanakuwa wamefariki kabisa, na kwa kuwaua kwao inakuwa ni kwa kuwaua kwa hali ya kinyama, kwa kuwakata kichwa, kwa kuwapasua tumbo, kwa kuwakata mikono. Yaani ni mauaji ya kimbari kabisa ambayo sisi kama wananchi na sisi kama wachambuzi wa mambo ya siasa tunayapinga, na tunaomba kabisa hii operation ziendeleshe kazi zao katika maeneo zingine ambapo hawa magaidi wakingali naleta fujo kabisa. Ni watu wangapi ambao wameokolewa na muungano wa jeshi la taifa la DRC pamoja na lile la UPDF kutoka Uganda? Kwa duru za serikali ni watu 46 ambao wameokolewa, na sio mara ya kwanza hiyo muungano wa jeshi la Uganda na jeshi la Kongo kuwaokoa watu kwenye mikono ya hawa wagaidi. Hiyo imekuwa kabisa ni operation ambazo zimefaulu, zikiwa zimeongozwa na jeshi la Kongo na jeshi la Uganda, wakichangiana hata na wazalendo wa moja katika maeneo mamoja, kwani kwenye teritoria ya Mombasa kuna eneo kama Mitume
ni pembezoni za Biakato. Kuna siku ambazo zimepita, jeshi la Uganda na jeshi la Kongo wamefanikiwa kuwaondoa watu kadhaa, zaidi ya 50 kabisa, katika mikono ya hawa wagaidi wa ADF. Na kwetu ni hongera kwa hizo operation, na tukisema waweze wakakaza sana ili waweze wakatokomeza sana hawa magaidi, waweze wakaisha, kwani tukiwa tutaendelea wakibeba watu tunawagomboa, wakibeba watu tunawagomboa, hicho kikundi kitakuwa hakitaisha. Yaani wapite kwa kiwango ya kufanya vita zidi ya hiki kikundi, ili tuweze tukahakikisha hiyo kikundi imepotea na imekwisha, kama hapo wakati Mamadu na huyo ambaye alikuwa akiitwa Bauma waliweza wakafanya operation kwenye mbuga la wanyama. Kwa kweli tuliona nguvu za hawa wagaidi ikiisha na walikuwa wamepotea kabisa, na tunaomba hii muungano ya jeshi la Kongo na la Uganda waweze wakafikia hicho kiwango, watu waweze wakarudi kwenye mashamba, watu waweze wakafanya kazi, na watu wasahabu kama ADF ilikuweko. Itakuwa ni jambo nzuri. Naam, tumalizie na hili Ezai. Ni hatua gani sasa zinazoendelea kuchukuliwa ili kuhakikisha usalama wa raia uko imara kabisa baada ya operation hiyo ya uokoaji? Baada ya operation ya uokoaji, kile ambacho serikali iko naendelea ikifanya ni hizo eneo ambazo wameweza kuwaokoa watu, na ni eneo ambazo zilikuwa zikishikiliwa na hawa magaidi. Serikali imekwisha kuweka position za jeshi, ili wakati hawa wa magaidi wakarudi kuja kuleta tena fujo kwenye maeneo kama na hayo, waweze wakakuta kibambazi kia serikali. Lakini sisi kama wakaaji, hapo naongea kama mkaaji wa North Kivu, yani mkaaji mkongomani, tumekwisha kuambia serikali waweze wakafanya hiyo ambayo tunaweza tukaita local defense. Local defense yani ni wakati population ama wakaaji wanaweza wakafunzwa namna ya kupambana, alafu wanapewa silaha wakiwa ndani ya vijiji ambavyo viko mbali na position za serikali ama za jeshi, wataweza kuwa wa kwanza kupambana na hawa magaidi, na serikali ama jeshi la Kongo na hiyo muungano ambao wanakuwa ndani na UPDF watakuja kuwasapoti tayari, wakati hiyo local defense wameweza kuzuia hawa magaidi kutokelea katika kijiji ama kuwaua watu katika kijiji. Hiyo kabisa ni jambo ambalo tuko naongelea na kuambia wale ambao wanasikia, wale ambao wana ujukumu yani ya kukinga raia na mali yake, waweze wakafikiria, kwani kwenye nchi zingine kama Burkina Faso wamekwisha kuifanya, kama Uganda walikuweza kuifanya wakati wa kupigana na Koni, waliweza kufanya local defense, na hiyo local defense iliweza kawasukuma waweze wakamshinda Koni na aweze akakimbia na kupunguza kabisa nguvu yake. Na sisi kama wakongomani tukaweza tukakamata hiyo hatua, nadhani ADF haitakuwa na mahali ambapo inaweza ikatokelea, na wale ambao wanaendelea kucollaborate na hawa magaidi waweze wakajua kwamba siku ya mwizi ni 40, kwani hawa watu hawahangaiki kwa pori pasipo watu ambao wanawaongoza. Kuna watu wamoja hawayajulikana tayari, wamoja wako na naswa, wanaweka korokoroni, wanasambishwa, wao ndio wanawaongoza. Na hawa watu jeshi sherti waendelee kufanya msako, waweze wakawapata na waweze wakahukumiwa kwa matendo ambao wanafanya, kwani wao pia ni wagaidi, kwani wanaungana na wagaidi. Ni Ezai Katasi huyo ambaye nilifanya naye mahojiano dakika chache zilizopita. Ni mwisho wa habari zetu. Naitwa Bedi Jean de la Croix. Kwaheri kwa leo.